Naitwa Mtumisi Rasto Asienga. Leo hii tunaangalia katika Methali mlango wa 10 mstari ni wa 4. Biblia inasema kwamba atendaye mambo kwa mkono mlegevu wa maskini, bali mkono mwenye bidii hutajirisha. Mkono mwenye bidii hutajirisha. Kuna vitu mbili ambapo Mungu anatuongeleza katika kitabu cha Methali 10 mstari wa 4. Inatusa mambo mbili: ulegevu na bidii. Katika maisha hii ambayo tunaishi, tunahitaji kuwa na bidii. Bidii ni kwamba una lengo la kufikia mahali fulani ama kumaliza jukumu fulani. Kama umepatiwa kazi, unafanya kwa bidii ili uimalize, usiwe mzembe, usilegee. Nimeona watu wengi wakilegea sana hata katika nyanja za kazi. Mtu amepatiwa kazi ama fundi amepatiwa kazi ya kufanya, lakini analegea kuifanya kwa bidii, aimalize kwa haraka, apate pesa kwa haraka, bali anafanya kwa njia ya ulegevu. Kwa hivyo ukikuwa unafanya kazi yako, biashara yako, shamba yako, unakuwa mlegevu kwa kulima na kupanda chakula, unakuwa mlegevu katika biashara yako, unakuwa hauna bidii, unakuwa umezembea katika kazi zako, umezembea katika kila kitu unapofanya, iwe ni huduma, iwe ni nini, umezembea, utakuwa maskini. Lakini unapokuwa na bidii kwa kila jambo unalofanya, unapokuwa na maono na bidii kufuatilia ile maono uko nayo, hata kama mambo ni magumu namna gani, wewe uko na tumaini katika maishani mwako, unaangalia mbele, unafanyia kazi yale mambo ambao umeyaweka mbele yako, yale mambo ambao umeandika, mipango ulio nazo unazifanyia kazi, hakika utafaulu. Inaweza chukua muda mfupi ama muda mrefu, lakini kwa sababu uko na tumaini, uko na imani, na unafanyia kazi yale mambo umepangia, hakika utafaulu. Tumeona watu wengi wakianza kidogo. Watu wameanza na biashara, hata biashara, mtu ameanza na biashara ya makaa, biashara ya mahindi, mtu ameanza kuuza kuku, kuuza vitu ndogo ndogo, lakini mwisho anafaulu. Kwa sababu ya nini? Walikuwa kwa bidii na wakawa waaminifu kwa ile kidogo ambao waliopewa. Kwa hivyo tusizembee. Sikilia maono ulio nayo. Wacha kuenda huku na huku, sikilia, usizembee, na wewe utafaulu katika maisha. Wewe utafaidika katika maisha. Kwa hivyo tufanye kazi yetu kwa mikono ya bidii. Tusizembee katika mambo, ili tukaweze kufaulu. Kwa hivyo kwa wakati wako soma katika Methali 10.